adhharati al-adawa, kilichodhihirisha uadui dhida al-muslimin, dhidi ya Waislamu, wa ala rabbihim wa ala rasulihim, juu ya Mola wao na juu ya mtume wao. Ala wahiya taifatu rafidha, ni kikundi cha Rafidha. Sikio la kila Muislamu linatamani kusikia yale ambayo imetajwa kunako kikundi hichi, walau bi shay'in yasir. Alhamdulillah, ashuyukhu wadduatu, mashekhe na maduati wa ahli sunna fi biladina hadhi, katika mji wetu huu wa Tanzania au nchi yetu hii ya Tanzania, lahum juhudun fi dhalik, na juhudi katika hilo. Jazahumullahu khaira wa jazahumullahu almaula aljanna. Mola wetu subhanahu wa ta'ala awalipe khairi na awalipe janna kwa juhudi ambayo ni mashkuratun, yenye kushukuriwa. Wa hiya mabthuthatun fi wasaili tawasul, juhudi ambayo imeenea kwenye njia mbalimbali za mawasiliano ambazo kila mmoja leo hii anazishuhudia na kuzisikia. Sambamba na hilo, tunatamani sisi tutoe mchango katika hili, lakini kutokamana na ada ambayo binafsi nilijiwekea, napopata fursa yoyote kuitumia, mimi naweza nikawa ni mwenye kuendeleza ada yangu, na huku tukiziamini juhudi ni zenye kutawanywa, na wakati wake zikifika pia insha Allah subhanahu wa ta'ala, sisi pia tutatoa mchango wetu kuzungumza kikundi hichi kichafu, kikundi cha kishirikina, kama alivyokitaja al-Imamu Zinjani rahimahullahu ta'ala katika raia yake, kikundi cha Ashia. Wa dhurrafdhi mansubun ala shirki, na yule mwenye ushia ni mwenye kuegemezewa ushirikina. Kwa kikundi hichi kina sehemu kubwa sana ya kufungamanisha nyoyo za watu na binadamu wenzao, pasi na kuzifungamanisha pasi na kuzifungamanisha na Mola wao ambaye ameziumba hizo nyoyo. Na katika hili ni wazi kwamba kuna alaka baina shi'ati warrafidha au baina shi'ati wasufiyati, kati arrafidha na sufia, ambao yasauna fil ardhi fasadan, ambao wanaeneza kwenye ardhi ufasidi na uharibifu. Wanaaminisha viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba katika hii dunia kuna watu wana uwezo mfano wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaweza wakayafanya mambo kama anavyofanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna watu katika hii dunia, innama amruhum idha aradu shay'a an yaqulu kun fayakun, kwamba kuna watu katika hii dunia nao wamefikia kiwango cha kwamba wakilitaka jambo kuwa linakuwa. Mwanadamu wa kawaida ambaye hana maarifa ya dini, akisikia uwezo wa watu wa namna hii, anaweza akafikia kwenye kiwango cha hali ya juu sana kuwatukuza kinyume anavyomtukuza Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo insha Allah katika dakika hizi ya sira kuna kadhia ndogo tu ambayo ipo, nitaitaja hapa. Tutaangalia maneno ya Allah subhanahu na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kitabu hichi tunachokisoma mara kwa mara na kukitaja, cha maisha ya Sheikh Muhammad Nasr rahimahullah, Allah mrahamu kwa aliko na msamehe madhambi yake. Ikiwa haya ndiyo ambayo aliyofundisha, basi sisi tunamwombea kwa Allah msamehe madhambi yake huko aliko, na kama ni athari aliacha kwenye hii dunia Allahi rabbil alamin akikusudia itawanywe, sisi tunamsaidia katika kutokuitawanya, kwamba isitawanywe, kwani hii ni sharrun adhimun lahu, hii ni shari kubwa sana kwake yeye,
na wala sisi hatumtakii mabaya, bali tunamtaka Mola wetu subhanahu wa ta'ala amsamehe mja wake huyu na amjalie kuwa min al-illiyin, katika watu wa juu kabisa katika pepo. Hili ndio tamaa yetu na ndio shauku yetu, wala hatukusudii kwamba Allah subhanahu kwenye kaburi huko amwadhibu, amteremshie moto mkali, adhabu kali. Kalla wa hasha, bali sisi tunahitajia jamii yafahamu kwamba haya yaliyoandikwa haya yanaweza yakawa ni wabalun alayhi, mtihani na ni maangamivu kwa shekhe huko aliko. Katika kitabu chake hichi ukurasa wa 60 kinasema, kitabu hichi cha habari kinasema, Sheikh Muhammad Nasr alimzuru Sayyid Abdul Qadir Jailani. Ni Sheikh Muhammad Nasr huyo alishawahi kufanya ziara ya kwenda kumtembelea na kumzuru au kulizuru kaburi la Sheikh Sheikh Abdul Qadir Jailani, na hii ziara ilikuwa mwaka 1967. Nitaisoma hii eneo lote kwa kiasi fulani cha kurukaruka, lakini mtaona makusudio ninataka kuyasema. Anasema mtunzi bwana mhina huyu, anasema Sheikh Muhammad Nasr akiwa Misri alipata safari ya kwenda kumzuru Sheikh mkuu wa tariqa Sayyid Abdul Qadir huko Baghdadi, Iraqi. Kaburi la Abdul Qadir Jailani linapatikana Iraqi. Muhammad Nasr alikaa Baghdadi kwa siku chache, na ilipofika siku anaondoka baada ya kuswali swala ya subuhi katika msikiti wake Sheikh Abdul Qadir Jailani, watu walifunguliwa milango ya lile kuba lile kaburi, ile sehemu ambako alikozikwa Abdul Qadir Jailani, na watu waliruhusiwa kuingia kumzuru. Ilipofika 2:30 asubuhi, watu wote wakatolewa nje ya kuba ile kaburi, na milango yote miwili ya kuba ikafungwa. Na taratibu ya namna hii ndiyo kawaida ya hapo msikitini kwa kila siku. Na siku hiyo na yeye Sheikh Muhammad Nasr naye pia alitolewa nje ya kuba pamoja na kundi kubwa la Waislamu. Wakawa wote sasa wapo katika ukumbi mkubwa wa msikiti nje ya kuba, huku nyuma yao milango yote miwili ya hilo kuba ilifungwa na wahudumu wa kuba. Maana lile kaburi likafungwa na watu wakawa wamekaa kwenye ukumbi. Wengi katika Waislamu walitoka kwenda nje kabisa ya msikiti kwa kutafuta chai asubuhi na kadhalika. Yeye Sheikh Muhammad Nasr Abdullah alibakia pale pale kwenye ukumbi wa msikiti akisoma manaqibu, manake sifa nzuri nzuri za Sheikh Abdul Qadir Jailani na vitabu vya Sheikh na vinginevyo katika vitabu alikuwa akivisoma pale. Ilipofika 3:30 hivi, msikitini pakawa kimya kabisa, watu wote wapo nje isipokuwa Sheikh Muhammad Nasr peke yake ndiye ambaye aliyebaki ndani ya msikiti, anaendelea na kazi yake kwa maana ya kusoma manaqibu na vitabu vingine. Ilipofika sasa na yeye afanye hamu ya kutoka, akasema kwa sauti, sikiliza maneno sasa. Sheikh Muhammad Nasr amekaa mule msikitini, na leo hii anatakikana aondoke arudi katika safari yake, na ameshafanya ziara, wametolewa nje 3:30 asubuhi. Sasa nia yake ya kuondoka sasa, alipotaka kuondoka aliyasema haya maneno yafuatayo. Alisema, Sayyid Abdul Qadir Jailani, mimi nimekuja Baghdadi kukuzuru wewe, na wewe unatambua, yani wewe uko uliko kaburini unatambua kwamba mimi nimekuja kukutembelea wewe, na leo hii ndipo naondoka kuelekea Misri, na wewe pia unatambua, yani wewe uko uliko umeshakufa, unatambua pia kwamba mimi leo hii nitaondoka nitaelekea Misri. Vipi basi mimi nifunge safari yote hii kuja kwako, na bila ya wewe na mimi kuonana? Raha yangu tuonane, tuagane, maana nipo kwako, na uzuri wa mgeni ni kuagwa na mwenyeji wake. Haya maneno anayasema Muhammad Nasr, amekaa peke yake akizungumzia hilo kaburi la Sheikh alipokufa huko ndani. Anasema uzuri wa mgeni ni kuagwa na mwenyeji wake. Kwa hiyo Sheikh Abdul Qadir mmoja ndani ya kaburi lake, yeye ndo mwenyeji, na yeye Sheikh Muhammad Nasr hapa yeye sasa ni mgeni. Haya maneno ya hatari sana. Haya,
Baada ya tu ya kumaliza maneno hayo, neno lake la mwisho, mara akaja mtu pale msikitini akitokea mgongoni mwake na akamgusa mgongo Sheikh Muhammad Nasr, alimgusa bega lake la kushoto. Alipogeuka Sheikh Muhammad Nasr nyuma, akamuona Mwarabu mzuri kwa sura, ambaye yule Mwarabu alimwambia kwa Kiarabu, albabu maftuhun, mlango umefunguliwa. Huku yule Mwarabu akimwashiria Sheikh Muhammad Nasr aende kwenye hilo kubwa kaburi ambalo sasa hivi limeshafunguliwa, liko wazi, nenda. Sheikh akanyakua vitabu vyake pale pale chini haraka haraka na kuelekea kwenye mlango wa kwanza wa mbao uliokuwa wazi na kuupita na kuingia tena mlango mwingine wa pili wa chuma ambao nao pia sasa umekuwa wazi, na akapita akaingia ndani. Kwa milango ilikuwa miwili, wa mbao akaupita, akakutana mlango wa chuma nao pia nao ukafunguka akapita. Sasa hivi tunavyozungumza yumo ndani ya kuba ile kaburi la mkubwa wa mawali wote duniani, Abdul Qadir Jailani, akiwa yeye Sheikh Muhammad Nasr ni peke yake, hakuna mwanadamu wa pili yoyote. Sheikh Muhammad Nasr akazuru lile kaburi na akatufu, akafanya tawafu kwenye kaburi, akazunguruka, kisha akakaa pembeni mwake kidogo akifanya dua zake. Mara likampitikia lepe la usingizi, yani kampitikia muda kidogo, usingizi mdogo kampitikia kama kawaida yake kwa sekunde chache tu, lililomfanya afumbe macho kidogo na kufumbua. Yupo kwenye kaburi, ameshazunguruka, amekaa chini anasoma dua, ka usingizi kakampitikia, akafungua ile yake. Alijikuta sasa dhahiri shahiri wazi wazi, kushotoni kwake kakaa mtu, mguu na mwili wa upande wa kushoto wa Sheikh Muhammad Nasr Abdullahi unagusana na mguu na mwili wake yule mtu mzuri sana, tena ni Mwarabu wa sifa. Sheikh Muhammad Nasr hakuwa na hofu yoyote kwa hali hii iliyojitokeza, maana matukio kama hayo si mageni kwake. Pia hakuwa na hofu kwa vile alijua wazi lile dukuduku lake alilolizungumza peke yake pale msikitini dakika chache zilizopita, la kutakwa aagwe na mwenyeji wake, sasa linafanywa kazi kivitendo. Wakasalimiana nani Muhammad Nasr na nani na Abdul Qadir Jailani. Jailani yeye yuko hai au kafa? Kafa. Wakasalimiana. Kisha Sheikh Muhammad Nasr akamuuliza, wewe unaishi wapi? Amuuliza maiti sasa, ambaye sasa hivi sio maiti, yuko hai. Wewe unaishi wapi? Akajibu, kati ya hapa tulipo na Madina. Yani Abdul Qadir huwa anakuwa Baghdadi, watu wakimtembelea na wasalimia, naongea nao, anafanyaje, baadaye huyo anataka Madina kwa mtume babu yake kule, anakaa naye huko, anakaa na babu yake, jisikia tena hamu, anarudi tena huku. Anarudi wapi? Baghdadi. Akama baina huna wal Madina, alizungumza kwa Kiarabu, baina huna wal Madina. Sheikh Muhammad Nasr akamwambia, nipe ijaza, manake nipe kama vile tazkia, uthibitisho na utakaso. Akajibu, huhitaji tena ijaza nyingine, moja kwa moja. Wewe si upo na mimi hapa, hauhitaji tena ijaza, nikupe nini sasa? Ushaniona tunazungumza kama hivi, mimi hapa sio maiti tena, niko hai, nimefufuka, kwa hiyo hauna haja ijaza. Sheikh Muhammad Nasr akamwambia, basi Sayyidi, niombee Mungu. Akamuombea dua ndefu sana, na vile vile walivyokaa ni vile vile alivyokaa, wamekaa pamoja vile vile, akamuombea dua. Baada ya hapo wakageukiana sasa, Sheikh Muhammad Nasr na Abdul Qadir Jailani wakageukiana na kukumbatiana kwa muda mrefu, wakakumbatiana. Yani haya nazungumza, hatuzungumzi wawili wako hai, tunazungumza mmoja yuko hai, mwingine kafanyaje, kafa. Haya, tumalizie. Ndipo sasa Sheikh Muhammad Nasr akakumbuka jambo lake binafsi, akamwambia, yani Sheikh Muhammad Nasr akakumbuka ana jambo lake yeye mwenyewe binafsi, akasema nimelikumbuka hapa, ngoja nimwambie. Akamwambia,
Sayyidi, anamwambia Sayyidi Abdul Qadir, yupo binti wa kisharifu Misri aitwaye Sania binti Muhammad Saadi, naomba ruhusa nikirudi Misri nikamuoe. Anaomba ruhusa, kuna binti Sania huko, binti wa kisharifu huko, yuko Misri. Sheikh, naomba ruhusa pia ile binti nikamuoe. Akajibiwa, ruhusa kaoe. Ruhusa kaoe. Pamoja na kujua matokeo ya kuachishwa kazi, kwa sababu kikawaida anasema huyo mtunzi kwamba kawaida balozi haruhusiwi kuoa mwanamke wa nchi aliyokuja kuifanyia kazi kiserikali. Wewe kama ni Mchina ukija hapa kama balozi wa China unakaa Tanzania, huruhusiwi kuoa mwanamke wa Kitanzania. Na wewe vile vile Mtanzania ukiwa balozi nchini China hautaruhusiwa kuoa Mchina. Sasa Sheikh Muhammad Nasr yeye alitumwa kama balozi nchini Misri na serikali ya Tanzania. Yeye miaka hiyo alikuwa anafanya kazi kama balozi huko nchini Misri. Anajua kabisa kwamba kiutaratibu, kiprotokoli ya kikazi, huruhusiwi wewe balozi kufanyaje, kumuoa mwanamke wa nchi hiyo. Sasa lakini yeye akaomba ruhusa, Sheikh, naomba nikamuoe Sania binti Muhammad Saadi, binti Muhammad Saadi. Sheikh akamwambia ruhusa kaoe mpaka mwisho. Sasa maliza, baada ya hapo Sheikh Muhammad Nasr akamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hiyo kubwa iliyomtokea dhahiri. Sikia, akamshukuru Allah subhana, yani baada ya kumaliza mambo yao yote, sasa hapo akamshukuru Allah subhana, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo kubwa iliyomtokea dhahiri, mchana kweupe, macho kwa macho, mikono kwa mikono, bila ya usingizi na bila ya ndoto. Kwa hiyo hili neno haya maneno huyu Muhina, yani yanamaanisha ya kwamba hapakuwa ndotoni labda kalala akaota akamota, yani katoka kaburini kabisa. Abdul Qadir Jailani katoka, amekuja amekaa, wakazungumza na wakakumbatiana, wakasalimiana na wakaagana. Huyu Muhina anasema ilikuwa ni dhahiri, mchana kweupe, macho kwa macho, mikono kwa mikono, bila ya usingizi na bila ya ndoto. Mwisho akasema ilipofika saa 6:30 mchana, ndipo sasa watu wakaanza kuingia tena msikitini tayari kwa swala ya dhuhuri, na shekhe akaungana nao akaswali. Basi hapo tu. Katika imani ya ahli sunna duniani kote tunaamini nguzo 6 za imani. Sisi tunaamini, Sufi, Sunni, wote tunaamini nguzo 6 za imani. Na katika nguzo 6 za imani tunazoamini, katika hizo nguzo 6 za imani tunaamini al-imanu bil yawmil akhir. Tunaamini imani ya kuamini siku ya mwisho. Katika hii nguzo ya imani ya kuamini siku ya mwisho, vipengele vinavyofungamana na hii imani ni al-imanu bil maut. Tunaamini kwamba watu watakufa, kullu nafsin dha'iqatul maut, innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Nafsi zote zitakufa, uluwiyuhum wa sufuliyuhum, wanaoishi juu na wanaoishi chini, wote vyote vitakufa, kila chenye nafsi kitakufa. Kullu man 'alayha fan. Hiyo tunaamini. Lakini pia vile vile tunaamini ya kwamba atakaye kufa la yarji'u ila yaumil ba'th, hawezi kurudi duniani mpaka siku ya kufufuliwa. Yeyote yule ambaye umauti umekatika kwake yeye, au starehe za dunia zimekatika, maisha ya dunia yamekatika, tunaamini kwamba mtu huyo hawezi kurudi tena kwenye hii dunia. Sio ruhia tu, tunasema hata jasadia. Tunaweza kusema ruhia, kiroho inawezekana, kama vile manabii alivyowarejesha Allah subhana. Lakini pamoja hilo, kwenye Isra wal Mi'raj lina mazungumzo. Mtume akawasalisha Palestina, akaondoka, miili yao imefariki, washakufa. Vile alivyofanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni hadithi fi Sahih Bukhari na Muslim. Kinyume na hapo,
mtu hawezi kurudi kiwiliwili chake kile kile tena akawa anazunguka apiga misere, yani kafa lakini apiga misere, mara yuko Madina, mara yuko zake Baghdad, mara yuko Madina, mara yuko Baghdad. Sisi hatuamini hilo jambo kama lipo katika imani yetu, na uthibitisho wa hilo ndani ya Qur'ani, ndani ya Sunna. Moja ya aya ni kwamba watu waliomo ndani ya makaburi huwa wanatamani warudishwe. Sasa wanatamani kurudishwa nyakati huwa mnaweza mkatoka. Allah subhanahu anasema hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un, mtu umauti ukimwijia, mmoja katika wao umauti ukimwijia husema Mola wangu nirejeshe duniani, yani nipe muda kidogo, usinifishe, la'alli a'malu salihan fima tarakt, huenda nikafanya jema katika haya maisha niliyoyaacha, nipe muda nirudi duniani. Allah anamwambia kalla, haiwezekani tena, innaha kalimatun huwa qailuha, lishasema hilo, kufa unakufa tu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun, na wataendelea kukaa kaburini mpaka siku wanafufuliwa. Aya hii Allah subhanahu anatuambia kalla, amri imekuja ya kufa, wewe hauwezi kurudi tena uweze kurudi. Kalla kalimatu rad'in wa zajr, shakufa umekufa tu, habari yako imeisha. Lakini pia Allah subhanahu anasema walau tara idhil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Watu waovu nao pia watasema ewe Mola wetu, farji'na, turejeshe duniani, na'mal salihan inna muqinun. Watu waovu wao washakufa, wanatamani warejeshwe duniani wakafanye mambo mbalimbali, kwa sababu wamekuwa na yaqini ya kwamba walichoambiwa wamekikuta. Lakini Allah pia akasema wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un, yani hili tushalizuia kwa mji wowote tutakaouangamiza, mji wowote tutakaouangamiza, annahum la yarji'un, hawawezi kurudi tena duniani, hawawezi. Tumewaangamiza watu wa Sodoma, tumewaangamiza watu wa Nuhu, tumewaangamiza watu wa Salihi, watu wa nani, hawawezi kurudi tena duniani, hawawezi. Aliyekufa kafa. Na aya ya mwisho Allah subhanahu pia akasema awalam yarau kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un. Hii ndio imani yetu sisi, hatuvuliwi kwenye hii imani. Lau lingelikuwa hili linafaa na lipo, ingelikuwa hakuna haja tena ya kutumia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si yupo tu, angekuwa anatoka pale Madina nje pale, nakaa pale msikitini kaburini pale, anawazungumsha watu, anatoa hutuba za Ijumaa, anawafanyia muana kwa watu. Mtume sallam anawaona wanadamu, anawasalimia, na yona dunia ilivyokaa. Ingelikuwa kwa Mtume hivyo, hili ingelikuwa linafaa, lingefaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni Qur'ani, aya wadhiha, ziko wazi. Tunafahamu pana vifo vidogo, vipo vifo vidogo, mtu anakufa lakini yuko hai, kama vile kifo cha nini, cha kulala. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Hichi ni kifo kidogo, naam, unakufa, lakini sicho tunachokisema sisi. Abdul Qadir Jailani amekufa miaka mingi tu, Hanbali rahimahullah, kutoka kaburini na macho kwa macho akaonana na mtu. Hili halipo katika Uislamu wetu, si katika mambo ya Uislamu wetu aslan. Lakini pia Imam Tirmidhi rahimahullah katika hadithi moja ya Abu Huraira, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume kasema ma min ahadin, hakuna mtu yeyote, yamutu illa nadim, atakaye kufa isipokuwa atajutia. Kila mtu, hakuna mtu yeyote isipokuwa akifa ni lazima ajute, lazima ajute. Qalu, wakasema wama nadamatuhu ya Rasulullah, na majuto yake ni yepi hayo ewe Mtume wa Allah, mtu ajutie ni yepi majuto yake? Qala, Mtume akasema in kana muhsinan, ikiwa alikuwa ni mtu mwema duniani, nadima, atajutia alla yakuna zdada, kwamba
Kwa nini hakuwa ni mwenye kuzidisha matendo mema? Kwa nini? Kama alikuwa ni mwema huyo, atakuja kujutia kwamba kwa nini hakuzidisha matendo mema. Kwa nini hakuzidisha? Huyo ni mtu mwema huyo. Wa in kana musian nadima, na vile vile kama atakuwa ni mtu muovu, naye atajutia. Alla yakuna nasaa, kwamba lau yeye isingelitoka roho yake duniani, isingelitoka roho yake kwenye mwili, akabakia katika hali yake ile ya uovu, akafanya walau toba, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana musian nadima alla yakuna nazaa. Hadithi hii inaonyesha ya wazi ya kwamba lau pangelikuwa kurejea duniani, lau pangelikuwa kurejea kwenye hii dunia panafaa, basi hawa wote hawa wangerudishwa duniani ili waje wazidishe matendo mema. Hili lingelitokea kwa kila mtu. Kila mtu aliyetamani kutoka duniani ili azidishe matendo mema, awasaidie muridi wake, awasaidie waumini wake, angetoka, angewasaidia watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya yanayotokea duniani, mfano kama haya yanayozungumza leo hii ya Palestina, makadhia haya ya Mashia Rafidha hawa wanaomtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam, unadhani kama jambo la kutoka kaburini lingelikuwa linawezekana? Mtume angetoka, angerekebisha mambo yote haya, angekaa sawa, kwa sababu yeye nani? Rahmatun muhda, yeye ni huruma yenye kuongoza. Rahmatun muhda ni rahma tena iliyoongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hawezi akaona umma wake unaangamia na ana uwezo wa kutoka kaburini asitoke kurekebisha umma wake. Unadhani watu wanaomtusi yeye sallallahu alaihi wasallam katika marawafidha na mashia hawa na wengineo katika suhuyunia, mayahudi wanaowatesa baadhi ya waislamu, wanaoharibu muqaddasati almuslimin, Mtume sallallahu alaihi wasallam kama hili lingeliwezekana kwake, asingelitoka kurekebisha mambo yote sallallahu alaihi wasallam? Basi kama sio yeye, mawali wengine wakina Abubakar Siddiq wangetoka wakarekebisha jamii hii, kama ingelikuwa kutoka inawezekana, kwa sababu kule kutoka kwao kurekebisha haya makosa ni isdiyadun min al-amali, ni kuzidisha matendo yao ya thawabu, wakalitoka. Au baba yako aliyekufa anapoiona familia inapurugunika, watoto wameingia huku, hao wengine wamekwenda huku, watoto wanagombania mali, si mzee atoke tu awaambie mali hii ni ya huyu, mali hii ni ya huyu, arekebishe? Ingekuwa hivyo. Mtoto aliyetamani kuona baba yake, mtoto ambaye amekufa hajawahi kuona baba yake tumboni, anatamani atoke amuone baba yake, ndo huyu ndo mzee wangu. Ingelikuwa hilo lipo, kila aliyekuwa kaburini, aliyejutia kwamba duniani kafanya matendo machache, angetamani atoke ili akazidishe matendo. Basi hili tungeliona kwa watu wema wengi sana. Hii ni hadithi inajulisha ya kwamba kwa kuwa hili halipo, hakuna mtu aliyeruhusiwa kutoka tena kaburini ili azidishe matendo, basi hata kwa Abdul Qadir Jailani hili halipo. Na sisi tunayaamini maneno ya mtume wetu na tunayaamini maneno ya Mola wetu kuliko maneno ya kiumbe chochote, hata awe mfasaha wa vipi. Lakini pia vile vile tunafahamu kwamba almuttaqun wassalihun lahum shauqun ila al-a'mali salihah, watu wema, watu wacha Mungu wana shauku sana ya kufanya matendo mema, wana shauku sana ya matendo mema. Na umauti namna unavyokuja, unakuja ukiwa hata matendo yako baadhi hujayakamilisha. Umauti huo unakuja, matendo mengi utakuwa hujayakamilisha. Sasa kama kutoka kaburini kupo kunaruhusiwa, hawa watu wema hawa wote waliotoka duniani wameacha mambo hawajayakamilisha, si watatoka zao tu kaburini, wanaenda wanayakamilisha, anakaa sawa, haya asalamu alaykum, narudi kwangu? Singelikuwa hivyo tu, anatoka anarekebisha. Labda katoka hajaacha wasia kwamba Mungu atakayeongoza kitu hicho itakuwa nani, amekufa ghafla tu kwa ajali, waumini wabaki katika hayara, hawajui nani atakuwa khalifa, nani atakuwa kiongozi, hawajui. Si anatoka zake tu pale, jamani mimi nimekufa sawa, lakini nimerudi, kiongozi atakuwa huyo hapa, salamu alaykum, huyo anarudi zake. Si jambo linakuwa hivyo. Lakini mbona halipo? Mbona halipo? Na hawa ni watu wema ambao wana shauku ya kuyatenda matendo mema. Lakini pia hata wale ambao waliofanya madhambi makubwa hapa duniani, madhambi mabaya sana, na wakafa, si wangerudi sawa wakaziba mianya wakafanya matendo mema?
Yani wale waovu wale waliokufa wale, si wangetoka sasa baada ya kuona adhabu kule kaburini, wangetoka zao duniani wakafanya toba, wakaomba msamaha kwa Mola wao, hao wakarudi zao wakiwa baridi wamesamehewa. Lakini mbona hilo halipo? Na ndio maana mtu muovu anajutia kwa nini roho yake nazaa ilitoka kwenye kiwiliwili chake. Kwa nini ilitoka? Anatamani leo angepewa nafasi duniani tena angetenda matendo mema. Qala rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla, hakuna kurudi tena. Lakini pia ndugu zangu, jambo la mwisho kuthibitisha haya, pia watu makaburini mwao ni wenye kujutia na ni wanaumia sana juu ya kutaka kutamani kuzidishiwa matendo yao. Lau hata kama watufanye tasbihi moja, subhanallah, wanatamani warudi duniani wala wafanye tasbihi moja au wasali rakaa 2 3 wamsabihi Mola wao. Lakini pia kuna watu wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala warejee duniani, lakini hawawezi. Wanatamani muomba Allah subhanahu awarejeshe duniani, lakini hilo haliwezekani. Ndio hii aya tumesema hapo, qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Msingi wa kisa hichi cha Abdul Qadir Jailani na Sheikh Muhammad Nasr kinavunja kabisa itikadi na imani ya Waislamu, iman bil yawmil akhirah, kuamini siku ya mwisho. Kinatufundisha ya kwamba pana uwezekano wa 100% mtu aliyekufa akawa yuko hai na anaishi. Zile aya za kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawm alqiyama, hizi aya tunazipeleka wapi? Kullu man 'alayha fan tunazipeleka wapi? Na ndio maana unasema ya kwamba wema hawafi, lakini waovu wanakufa. Kivipi? Kwa hiyo tunaomfukia pale kwenye kaburi sio yeye, wanasema ni a'mal ghairul mauta, matendo ya wao ni kinyume na kufa. Hivi vitu viwili tofauti. Haya matendo na hichi ni kitendo cha kufa. Ni kweli matendo ya watu wema yanabakia duniani, watu wanaishi nayo, elimu walizozifundisha zinaendelea, sadaka walizozitoa zinaendelea. Haya matendo haya, je, yeye mwenyewe yupo? Yeye mwenyewe shakhsiyatu, yeye mwenyewe alivyo bidhatihi yupo? Jawabu hayupo. Sunani hizi maneno ya Mtume sallam tunazozisoma kila siku, hatumuoni sisi Mtume sallam. Hivi hii shauku waliokuwa nayo Waislamu kumuona Mtume, nani angekuwa na shauku tena ya kumuona Mtume duniani leo hii? Kama ingelikuwa kutoka Mtume kaburini ni jambo lipo, tungekuwa tunakwenda pale Madina, tunakaa tu pembeni, ya Rasulullah, naomba nikuone, nimekuja kukutembelea. Haiwezekani mgeni akaondoka bila kutembelewa, kuagwa na mwenyeji. Tulikuwa tunasema pale Madina sisi, unakaa zako kwenye pembe moja pale, waanza kumwita mgeni wako, namwambia mgeni, bwana tuonane bwana. Mambo gani haya? Yani mimi nikutembelea alafu wewe tu tusionane? Tunaagana vipi sasa? Kila mmoja angekuwa anafanya hivyo sasa. Sasa Mtume angelikuwa anatoka sasa, tena anatoka kama alivyosema Muhina, dhahiri shahiri, macho kwa macho, mchana kwa upe. Shauku yote hii ya Waislamu ingeondoka, yote hii ingeondoka, ingebaki mapenzi yao kwa Mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Lakini hili halipo ala ashrafi khalqillahi, kwa kiumbe cha Allah ambacho ni kibora sana, ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali Mtume mwenyewe kasema, man raani fil manami faqad raani fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi. Kumuota Mtume linawezekana, lakini kwa macho vipi? Ashakufa huyo sallallahu alaihi wasallam, ashakufa, harudi tena huyo, hawezi kurudi ila yaumil ba'thi, mpaka siku ya kufufuliwa. Lakini matendo aliyoacha Mtume, athari ya kheri ya Uislamu ipo. Hii tunaamini hivi vitu vipo. Wazazi wetu walituachia mambo, mirathi, walituachia vitu vyao, nyasia zao, nasaha zao zipo, zinaishi kwenye akili za watu. Lakini tunakubali kwamba baba yangu kafa mimi, mama yangu kafa, mjomba wangu kafa. Inakuwaje wewe utuambie kwamba umekwenda kumzuru shekhe, tena yule shekhe anatoka ile milango hii? Ukifikiria maneno eti ile milango, sio kwamba alienda kuifungua yule mtu aliyemshika bega, hapana. Kwa yeye kusema ile maneno, ile milango lijifungua yenyewe.
Ile milango ilijifungua mwenyewe, mlango wa mbao na mlango wa chuma vilijifungua, akaenda na akafika akazuru kaburi. Bado jambo lingine la makosa hili, kufanya tawafu ya kaburi. Acha kuzuru, kufanya tawafu, kulizunguruka kaburi, kosa lingine tena. Pamoja na kwamba kwenye kitabu chake huku mwishoni anaonesha dalili ya kwamba inafaa kulizunguruka kaburi, anaonesha hivyo mwishoni kwamba kulifanya tawafu ile kaburi kwa dalili yake moja tu, kwamba hata ile Kaaba pale mnapoiona kwenye lile eneo la kijiwe jeusi, anasema mwenyewe kwenye lile eneo la jiwe jeusi lipo pale ndio hijri, inaitwa hijri ile, na ndio kuna kaburi la Ismaili pale ndani. Man qala laka ya kadhab, yani kwamba mrongo hivi. Tarehe gani nathibitisha kwamba kwenye Kaaba pale ndio kaburi la Nabiiullah Ismail na Ibrahim? Nani kasema maneno min ahli tawarikh? Wapi? Kwa hiyo hawa mabwana hawa wanavyoyazungumza haya mambo, ndugu zangu, lau mtawaona hawa muri na mna wanavyowatukuza hawa mashekhe, ni kinyume wanavyomtukuza mtume wao na kumtukuza Mola wao subhanahu wa ta'ala. Ndio maana nilisema mwanzo, moja ya mbinu inayotumika na asufia kwenye hii ardhi ni kuweka miungu mingine. Shida yao ni kuweka miungu, tena miungu hiyo itakuja kwa majina ya mashekhe, ndio zinaitwa aqtabu. Sasa yao inaitwa aqtab, kwamba ardhi hii ina kutubu fulani na kutubu fulani, kwa ujumla wao inaitwa aqtabun, ni vizingiti vikubwa vya ardhi. Kwa hiyo ndugu zangu, hili ni jambo la hatari sana, linaweza likampelekea mtu akakufuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akaingia kwenye kufuru. Faliyatubu ila Allah, watubie kwa Allah subhanahu bihadhihi alkadhibat waturahat walkhurafat, watubie kwa Mola wao. Na hawa ni Waswahili, sija kunukulia wa Kiarabu ambao nao wana makorokoro kama haya ya kisufi. Wamrejee Mola wao, muombe Mola wao msamaha bwana. Waislamu wote tunaamini aliyekufa kafa bwana. Tungekuwa tunalia nini sasa? Hebu niambie, tunalia nini sasa? Baba yangu kafa, nalia nini sasa? Najua tu akashakuta nikamwambia baba njoo, anakuja. Nenda zake pale kaburini, baba nimekuja bwana na issue yangu hapa. Hem, toka tuzungumze kidogo. Nataka nifanye biashara bwana. Hem, tu discuss. Mzee wewe anachomoka pale, anakaa sasa na kumbatiana naye, mashaallah. Uko vizuri? Unaendeleaje huko bwana? Adhabu zipo au kuna pepo huko? Napiga naye story pale, baadaye sasa mzee na issue yangu bwana. Kadha biashara maliza, basi wasalimie huko. Huyo unatoka zako. Tungekuwa tunalia nini sasa? Tunalia vya nini tunalia sasa? Sababu ukitoka ukimfuata kaburini tu unafanyaje? Anachomoka pale chapu kaja. Pasingekuwa na huzuni, pasingekuwa na masikitiko, wala pasingekuwa na matanga ya nini sasa? Wala pasingekuwa na 3 sio 4 sio 5 au 40. Vya nini vyote? Watu wakiamua tu wanaweza kaburini pale, tuna shura ya msikiti. Yani mtu angeendelea kuwa kiongozi mpaka kafa. Yani uongozi ungeendelea mpaka mtu kafa. Mna shura, mnaenda kaburini pale. Wewe na mzee tumiteni naye tuangalie swala la msikiti, maji ya msikitini tunapataje? Namtoa bwana, njoo, anatoka pale anakaa. Haya hayapo, mbona tuyaoni? Mbona hayapo? Basi kama mtasema haya hayawatokei waovu, wema wenyewe, twendeni kwenye kaburi la Shenani pale wa barabara 8, tumfuate pale, tumwambie atoke. Simezika kaburi lake pale mjini, mtu mwema yule wali. Haya, tumfuateni nyie watu wa Dodoma wote, masufi Dodoma wote, nendeni pale mkamwambia atoke, muongee naye. Kadhabun, waongo watupu wao. Talbis ni kuchafua, wa ghuluwan ala salihin, kuchupa mipaka kwa watu wema. Ndo huku vile vitu tunavyosoma kwenye tauhidi vile, kwamba miongoni mwa sababu dhalali al-umma ni ghuluw, ndo haya makorokoro haya humu. Kwa nini waadibu watu na imani yao waliokuwa safi, imethibiti kwa Qur'an na Sunna? Aliyekufa kafa tu. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayarzuqna husna al-khatima. Tumuomba Allah turuzuku mwisho uliokuwa mwema, tusamehe madhambi yetu na wasamehe madhambi yao hawa wanaofanya haya mambo, na wajalie Allah subhanahu kuwa ni katika watu wenye kutubia waliokuwa hai, na awe ni mwenye kuwasamehe wale ambao wamekufa kwa yale ambao waliyokadimu na kuyatanguliza. Na haya tunayoyafanya tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayajalie kuwa ni sababu ya wao kusamehewa madhambi yao na kuondoshewa makosa yao. Innahu jawadun karimun.
Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.